Imefika mahala kila mtu anakuchukia. Majirani zako wanakuchukia, ndugu zako wanakuchukia, baba yako anakuchukia, mama yako anakuchukia, kwa sababu pengine ya tabia ambazo unazifanya ambazo sio tabia mbovu kabisa, zinazopelekea sasa jamii kukuchukia. Naomba nikuhakikishie kwamba hata kama watu wote duniani watakuchukia, yuko mmoja anaitwa Mungu aliye hai. Huyo anakupenda sana. Upendo wake hauna mipaka. Upendo wake hauwezi kuondolewa kwa sababu ya ukubwa wa dhambi. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8, aonyesha pendo lake kwetu kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Alilionyesha pendo lake kwa kumtoa mwanaye Yesu Kristo, akaja akafa kipindi ambacho sisi ni wenye dhambi. Yesu alikufa kipindi ambacho bado tuna dhambi. Sio kwamba alitufanyia huo wema kwa kuwa tulikuwa wema. Alitufanyia huo wema kwa sababu sisi tulikuwa wabaya sana. Upendo wake unavuka mipaka. Upendo wake unaenda kwa watu wabaya sana. Na nyinyi ambao mnadhani ni wema sana, huu upendo mnaweza mkapishana nao. Lakini kwa wale ambao unajidhania ni mbovu, unajidhania mwenye dhambi sana, unahisi hizo dhambi haziwezi kusameheka, hata wanadamu wamejaribu kusamehe mara kadha wa kadha, unajikuta kwa sababu ya rudia kwako hayo makosa wameshindwa kusamehe. Mungu anaweza kusamehe. Anasema hata 7 mara 70 anasamehe tu. Upendo wa Mungu hauna mipaka. Amini hilo, utauona upendo ukifanya kazi kwako na utaupata msamaha wake na maisha yako kubadilika kabisa. Neno hili linakuhusu wewe ndugu yangu naye nisikiliza, kijana mwenzangu, mama, baba. Neno hili linakuhusu. Lipokee, liamini, litafanya kazi kwako kwa jina la Yesu.